40 tunatumia matumizi ya fedha bilioni 2 ya dola kila siku ndani ya hii vita. Sasa Marekani ameshindwa hii vita, na haya maneno aliyaongea aliyokuwa waziri mkuu wa zamani wa Israeli Baraki. Alisema hivi, tatizo la Marekani akianza vita mwanzoni anakujaga na force, lakini upinzani ukiresist katikati anatorokaga. Waziri mkuu wa zamani mstaafu wa Israeli anaongea, wewe unabisha nini? Sasa wewe kama utaendelea na ushabiki, endelea na ushabiki. Mimi nakuletea habari kutokana na vyanzo vya ndani. Baraza la bunge, watu wanapelekeshana spidi kule dadi. Ni moto. Watu wanataka Trump atoke madarakani. Kwa nini? Ameingiza hasara nchi. Anatumia matakwa yake, anavunja sheria ya katiba. Anavunja sheria na kanuni. Maana anataka kufanya hii nchi kama ni yake. Sasa wote ambao kunashabikia eti Marekani haijaamua, sio kama haijaamua. Marekani kupitia rais wao Donald Trump, hiyo vita ilikuwa inapangwa ndani ya wiki moja, siku 5. Mpango mkakati ni kuivamia na kuua viongozi na kuwachonganisha wananchi na serikali yao, ili wananchi waingie barabarani wapate urahisi wa kutoa ule uongozi. Ndio maana regime imefeli. Regime imefeli. Kitendo cha Trump kuahirisha vita zaidi ya mara 4 inaonyesha wazi kwamba Marekani imefeli vita, imeshindwa. Na unaongezea juu Marekani haina uwezo wa kuipiga Irani. Period. Baki na ushabiki wako, lakini ukweli unabaki pale pale. Rais ameahidi kuifuta Irani kwenye uso wa dunia mara 4. Mara 4. Alitoa siku 40, alitoa saa 48, akaja kaongeza siku 5, akatoa siku 6, akatoa siku 10, akatoa masaa 24 ambayo ilikuwa mwisho ni jana, akaongeza leo Jumatano, leo ameongeza tena mpaka wiki 2. Rais, ndani ya mwezi mmoja ahadi yako unaipostpone, unaiahirisha ama unaisogeza mara 5, ni kufeli. Na kwa nini? Kwa sababu amekalia kuti kavu. Kuna wasiwasi mkubwa wa yeye kutolewa, impeachment hiyo. Sasa kwa nini Iran haikubali kushindwa, japo imeuawa watu zaidi ya 2,000 na majeruhi zaidi ya 21,000? Wameuawa viongozi wa juu zaidi ya 18. Kwa nini? Lazima ujiulize swali. Na kwa nini Marekani ndio anayeomba vita visimamishwe? Wiki ya pili ya vita, Israel iliomba masimamisho ya vita. Tarehe 9 ya mwezi wa 3, Trump aliongea na Putin kumshawishi Mwirani asimamishe vita. Akashindwa, akamtumia Muingereza na Muegypt, akashindwa. Saizi anamtumia Mpakistani kumshawishi Mwirani aweze kusimamisha vita. Ndugu zangu, vita ni mipango. Vita ni moyo. Ni kweli Marekani imewekeza, ina vifaa vipi, ina silaha za nyuklia nyingi, lakini Marekani ni mwoga wa vita. Hawezi kupigana vita vya muda mrefu. Hawezi akapigana vita peke yake. Hii ni Iran, nchi moja inapigwa na nchi 2 zenye nguvu ya kijeshi duniani. Yaani ukichukua top 6 nchi 6 zenye nguvu za kivita duniani, unamchukua Marekani
top 5 Mwisraeli yumo ndani, zimeungana, zimeshindwa kumpiga Muirani. Utampiga Mchina wewe, utampiga Mrashia wewe, utampiga North Korea, Korea Kaskazini, aje nchi mbili kumshindwa Muirani ni kupostpone kila siku, ni kuahirisha kila siku. Hii inaonyesha dalili kwamba Muirani yuko na nguvu. Iran anashindwa kusalenda, kukubali kushindwa, kwa sababu anajua hii ndio vita yake ya mwisho ya kutaka kuionyesha dunia yeye ni nani. Vita hii amejiandaa miaka 23 plus. Na ndio maana unaona leo masaa 6 kabla ya muda ambao Trump amesema, wananchi walishikamana zaidi ya milioni 14 wakikaa kwenye madaraja pamoja na kwenye nuclear plant, kwamba kama ni kutupiga piga uwe wote, hatuwezi kusalenda, beta tufe wote. Yaani kuliko Muirani ashindwe hii vita, wanakwambia wananchi bora waishe wote, Irani ifutwe kwenye lamani. Hawawezi kukubali kuweka silaha chini paka masharti yao waliotoa yale 6 yakubalike. Ndio maana paka saizi Iran hawezi kukubali kushindwa. Kitendo hiki kinamfanya Marekani na Mwisraeli wazidi kuchanganyikiwa, kwani hii nguvu anaitoa wapi? Ni nguvu ya umoja ambayo anataka serikali ya Irani iheshimiwe, izingatiwe. Wamechoka kuishi chini ya sheria za watu, na hii itakuwa fundisho kwa nchi zote. Na ndio maana Marekani amepoteza nguvu ya ushawishi kwa nchi zingine. Wananchi, nchi washirika wa Marekani wanaanza kumkimbia. Mfaransa amesimama kidete na Mchinese na Mrashia kwamba mfereji wa Hormuz usifunguliwe kwa kutumia nguvu, tutumie demokrasia. Kitendo cha Mfaransa kumkimbia Marekani ni anguko kubwa. Kitendo cha Spain, nchi ya Spain kusimama na Muirani ni anguko kubwa. Kitendo cha Mjapani kununua mafuta na kufanya biashara na Irani ni anguko kubwa. Ndio maana unaona Trump jana akiwa kwenye sherehe za Pasaka amesema hivi, Japani haijamsaidia chochote, Australia haijamsaidia chochote, South Korea haijamsaidia chochote, mbali na NATO ama umoja wa Mataifa. Hizi nchi ambazo yeye aliziamini zimemsaliti. Kwa nini? Amepoteza nguvu ya ushawishi. Vita vya Irani vimeenda kuonesha weak point, madhara makubwa ya udhaifu wa Marekani. Na ndio maana unaona nchi kama Vietnam inapata nguvu ya kusaini deal ya kutengeneza nuclear bila kujali nini itakuwa na Mrashia. Ingekuwa iwezekani. Bila hii vita isingewezekana. Mwispain anasimamisha misuli ya Marekani, Mwispain mbele ya Marekani, lakini amesema hapana, inakuaje? Irani mimi nawashinda kila kitu. Jeshi, vifaa, mimi namshinda kila kitu. Kama mmesimama na Marekani, mimi ni